tunasikitika sana kama taifa kwa hili jambo ambalo limefanyika katika taifa letu la Kenya, kwa rasilimali za shule kuchomwa, hata watoto wengine kufungiwa ndani na kuchomwa. Mpaka saa hizi tunapoongea watoto wengine tumepoteza uhai. Nataka niseme tunasikitika kwa kitendo kama hicho sana. Kuna tabia fulani ambayo inaenea kwa wakati huu. Tuko na tabia ambazo wanafunzi wengine wameiga, labda wengine kwa kupitia mazingira ambao wanatoka, labda wengine kwa kupitia hizi simu marununu, na imeweza kubadilisha maisha ya baadhi ya watoto, kumaanisha kuwa wale watoto wakikutana na wengine wataleta madhara sana, kwa sababu hawako kwa masomo, watakuwa kwa maneno yao ya ulimwengu ya dunia. Boarding ilikuwa ni sehemu ya kuboresha elimu zaidi, ama kupea mtoto nafasi ya kusoma zaidi, ama kupata wakati wa kutosha wa kusoma. Lakini ikifika mahali ambapo sasa tunaona ya kwamba hii kusoma pia inatumika vibaya, itakuwa ni vizuri pia kuchukua hatua ya kuona ya kwamba tunarekebisha. Ni jukumu letu pia sisi tukiwa kama wazazi, tuendelee kukubali kupeana nidhamu kwa watoto wetu. Watoto wanapokuwa nyumbani, isiwe tu ni kuwa tumewaachia walimu watoto, lakini wakati ambapo mtoto hako nyumbani hauwezi mwelekeza na kuambia hili ni nzuri na hili sio nzuri. Pia vile vile walimu wetu tuweze kuendelea kuweka mipaka wakati ambapo tunaendelea kuendesha masomo na watoto hawa ni watoto wadogo, na inafaa tuone ya kwamba tunaendelea pia kuwaonesha sura ya kazi na kuonesha kwamba kuna utofauti ya mwalimu na mwanafunzi. Kwa maana utapata hata siku hizi saa zingine unapata watoto wanaongea na walimu hata wengine unasikia mwingine anaandikia friend request mwalimu wake. Tuache mipaka pia ya kuona ya kwamba huyu mtoto labda ni ya fulani, huyu ni ya mnyonge, lakini sasa labda ule mwenye tunasema labda huyu baba yake ako na umaarufu, ama mzazi wake ako na umaarufu, ama mama yake ako na umaarufu, tunaona ya kwamba ni heri yule labda tumtreat kwa njia ya special. Tukubali watoto waweze kupewa nidhamu inayofanana bila kupagua, bila kuogopa. Kama mtoto amekosa, amekosa.